Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo, natumai umzima buheri wa afya. Karibu katika uchanganuzi ili nikueleze vile mambo yalivyo na kufahamisha yale ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ningependa kujua unatazama ukiwa katika eneo lipi, ukiwa katika taifa letu la Kenya. Nifahamishe tu ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ukiwa mataifa mengine tunashukuru pia, tunaomba tu ukaweze kutufahamisha unatazama hii kanda kutoka taifa lipi, kwa sababu tunataka kujua watazamaji wetu wanatutazama wakiwa maeneo gani. Karibu katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari siku ya leo. Baada ya gazeti la Daily Nation, ukipenda Taifa Leo, magazeti hayo mawili kuchapisha habari kwamba Raila Odinga ndiye aliweza kumuokoa William Ruto ambaye ni rais kung'atuliwa mamlaka na jeshi. Sasa jeshi imenguruma. Ni kipi hiki ambacho kimezungumziwa? Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote mnapotazama kanda hii mahali popote mlipo. Naomba ukaweze kutupea like katika kanda hii. Naomba tu kwa unyenyekevu utupee like na sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook. Ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante kwa kutia ombi langu, karibu ili tuzame kwa undani. Siku ya Jumapili ilikuwa siku ya tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025. Gazeti la Daily Nation na Taifa Leo liliweza kuchapisha habari kwa yale ambayo wanadai kwamba waliweza kufanya mahojiano kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kitendeke humu nchini, kwamba kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ndiye aliweza kumuokoa rais wa sasa William Ruto kung'atuliwa mamlakani kupitia jeshi. Nikukumbushe ama nipitie yale ambayo gazeti hili liliweza kuchapisha siku ya Jumapili, kisha baadaye nitasoma ripoti ambayo imeweza kuachiliwa na jeshi. Gazeti hili liliweza kuchapisha habari siku ya Jumapili na kusema ya kwamba, tukisoma kule juu, Raila nilivyookoa Rais Ruto dhidi ya mapinduzi ya jeshi. Gazeti hili linaendelea kuripoti ya kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga amefichua siri kuwa aliamua kumuokoa Rais William Ruto wakati wa maandamano ya Gen Z ili kuzima mapinduzi ya kijeshi ambayo yalikuwa yamesukwa na yalikuwa yakikaribia tu kutekelezwa. Bwana Odinga amekuwa akikosolewa na vijana nchini kuwa aliteka nyara wimbi lao la mageuzi, akilisambaratisha kisha akaungana na utawala wa Kenya Kwanza uliokuwa ukiwanyanyasa. Akihojiwa na Taifa Leo nyumbani kwake mtaa wa Karen mnamo Ijumaa, waziri huyo mkuu wa zamani alifunguka na kusema alipigiwa simu na rafiki ambaye alimuomba aingilie kati kwa sababu jeshi lilikuwa likielekea kung'oa utawala wa Rais Ruto, maandamano yangeendelea kuchacha. Waziri huyo mkuu alisema kuwa baada ya bunge la kitaifa kuvamiwa mnamo Juni 25 na vijana kuanza maasi yao kwa kulenga ikulu, ilikuwa dhahiri kwamba utawala wa Kenya Kwanza ulikuwa ukielekea kuboromoka. Hali hiyo ililazimu rais kuagiza majeshi yatoke kwenye makao yao ili yahakikishe kulikuwa na utulivu na amani nchini baada ya polisi kulemewa na vijana. Naomba kuyanukuu yale ambayo yameandikwa katika gazeti hili kwamba Raila Odinga ndiye aliweza kuyanena. Ruto anaweza kuondolewa tu kupitia uchaguzi mkuu, lakini unajua wanajeshi wakitoka kwenye kambi yao huwa hawarejei. Yani kile ambacho
Raila Odinga anajaribu kukisema Rais William Ruto anaweza kung'atuliwa mamlakani kupitia uchaguzi, kwa sababu jeshi kimuondoa hawawezi kurudi kwa kambi, ila tu wataendelea kutawala. Gazeti hili linaendelea kuchapisha na kusema ya kwamba kiongozi huyo alifananisha hali ambayo Kenya ilijipata na yaliyotokea Misri, wakati ambapo kundi la Kiislamu la Muslim Brotherhood lililomuondoa mamlakani Rais Hosni Mubarak. Akiwa waziri mkuu, Bwana Odinga alikuwa amemtembelea Rais Mubarak mnamo mwaka 2011 kujadili masuala ya mto Nile, wiki moja kabla ya kubanduliwa kwake. Alisema kiongozi huyo alimueleza hali ilikuwa shwari licha ya kuwa maandamano yalikuwa yametanda, lakini akashangaa alitimuliwa siku chache baadaye. Licha ya Muslim Brotherhood kumuondoa Rais Mubarak mamlakani, walikubali jeshi lichukue uongozi ili Abdul Fattah al-Sisi, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi, aongoze kwa muhula moja kisha arejeshe mamlaka kwa raia. Ila tu na yunukuu yale ambayo gazeti hili linadai Raila Odinga alisema, hadi sasa bado yupo mamlakani, na alipoingia madarakani alibadilisha sheria na kusalia mamlakani. Bwana Odinga alisema, huku akisema hayo ndiyo yalielekea kutokea hapa Kenya jeshi lingechukua mamlaka. Kwa hivyo gazeti hili liliweza kuchapisha hayo siku ya Jumapili, huku akidai kwamba jeshi ingechukua mamlaka, tungeshuhudia kile ambacho kiliweza kushuhudiwa katika taifa lile la Misri wakati Mubarak aliweza kupinduliwa kupitia jeshi, na aliyekuwa mkuu wa majeshi katika taifa hilo El Fattah al-Sisi ndiye anasimamia hadi sasa. Kwa hivyo, lakini Ministry of Defense, ukipenda Wizara ya Ulinzi, imeweza kujibu gazeti la Daily Nation ama Taifa Leo na kusema ya kwamba hayo madai si ya ukweli. Yani wameweza kukanusha na kusema habari hiyo ambayo iliweza kuchapishwa sio halali. Naomba tu nikusomee barua ambayo imeweza kuachiliwa kutoka Wizara ya Ulinzi. Ministry of Defense, yani Wizara ya Ulinzi. Barua hii imeandikwa siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, na imeweza kuandikwa kwa lugha ya Kiung'eng'e. Nitasoma tu lakini nitakuwa na tafsiri baadaye. Imesema ya kwamba press release inaccurate newspaper articles by Nation Media Group. The Ministry of Defense notes with concern the inaccurate newspaper articles in yesterday's Sunday Nation titled Raila, I saved Ruto from military coup, and the Taifa Jumapili titled Nilivyozima mapinduzi dhidi ya Ruto. Barua hii inaendelea kusema ya kwamba the articles which cite an undisclosed source allege that former Prime Minister Raila Odinga in an exclusive interview claimed he prevented a military coup against His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces. The ministry categorically states that the claims in the newspaper articles are false, baseless, unfounded, misleading, and indeed reckless. The Kenya Defense Force KDF is a professional and a political institution committed to the highest standards of integrity, discipline, and service to the nation. KDF
remains unwavering in its loyalty to the Commander-in-Chief and its duty to safeguard the security and well-being of the Kenya and her people, free from political influence or sectarian interests. The publication of the articles by Nation Media Group, based on unverified claims from an undisclosed source, is not only irresponsible and unpatriotic, but also a clear example of sensational reporting aimed at increasing readership rather than upholding journalistic integrity. The ministry urges the Nation Media Group to uphold the principles of ethical journalism by ensuring accuracy, fairness, and responsibility in reporting, especially on matters of national security. Public Communications Office. Yaani barua ambayo imeweza kuachiliwa kutoka Wizara ya Ulinzi humu nchini imeweza kukanusha chapisho la gazeti la Daily Nation, ukipenda Taifa Leo, kwamba hayo madai si ya ukweli na Raila Odinga sio yeye aliweza kuzungumza. Lakini kwa kusema ukweli, mwaka jana tuliweza kushuhudia maandamano ya vijana wa Gen Z na waliweza kufanikiwa kufika katika bunge la kitaifa, kisha baadaye tukaona wabunge wakienda underground kutokelezea na kuondoka katika bunge. Na siku hiyo ni maajabu ambayo yaliweza kushuhudiwa, jambo ambalo liliweza kulazimisha Rais William Ruto kulifutilia mbali baraza la mawaziri, kisha baadaye akateua mawaziri wengine ambao wanaendesha serikali ya sasa. Sasa watu katika taifa letu la Kenya, hayo ndio tumepokezwa katika meza yetu ya habari. Kwa hivyo Wizara ya Ulinzi imeweza kukanusha, lakini mimi naonelea kama ni kwa sababu ni mahojiano ambayo wanadai waliweza kufanya, wa produce kanda ama video ili tukaweze kutazama vile Raila Odinga aliweza kuzungumza hayo yote. Hatuna lingine la kuongeza ila tu tunashukuru kwa sababu kwa kuendelea kutufuatilia wakati tunaleta habari hizi kupitia mtandao wetu wa Kenya TV. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine ila kutamatisha au kutia kikomo. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Tupe like na sambaza hii kanda kwa group moja ama 2-3 katika mtandao wa WhatsApp. Ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Kenya TV. Sambaza hii kanda kwa group moja ama 2-3 katika mtandao wa WhatsApp. Asante, barikiwa, tukutane in the next video. Kwaheri.